Hebu fikiria hii kwa sekunde moja tu, mtu badala apeleke vitu sahihi ama vithibitisho kwa ajili ya kutoa pesa bank, lakini anaamua kupeleka mabaki ya mwili wa dada yake. Sasa hii hapa imetokea huko jimbo la Odisha lililopo mashariki nchini India, baada ya mwanaume mmoja ambaye alikwenda bank kwa ajili ya kutoa pesa kwenye benki ya dada yake ambaye tayari alishafariki, lakini baada ya kufika bank hakuwa na zile nyaraka sahihi ambazo zinamuonesha kama ni ndugu yake aliyefariki. Lakini benki ilimtaka aweze kutoa vitu sahihi kama cheti cha kifo, lakini pia utambulisho kuhakikisha kwamba yeye ndio mtu ambaye ameachiwa kama mrithi, lakini hakuwa navyo hivyo vyote. Sasa baada ya benki kumkatalia kutoa pesa, lakini kwa hapa nchini Tanzania ni kama milioni 54 huko na zaidi, ama paka kwenye milioni 60, lakini hakuwa na hivyo vitambulisho vyote ambavyo vinamtambulisha kama cheti cha kifo ama kama yeye ndio mrithi sahihi wa dada yake. Sasa baada ya benki kumkatalia, akaona isiwe kesi, akaenda moja kwa moja kwenye kaburi la dada yake ambaye tayari ameshafariki, na inasemekana kwamba alifariki tarehe 26 Januari mwaka huu 2026. Sasa akaenda kwenye kaburi la dada yake, akafukua mwili wa dada yake ambao sasa hivi ni mabaki tu yamebaki, yale mabaki ya dada yake, na akaenda nao moja kwa moja mpaka bank. Akabeba yale mabaki akayafunga kwenye mfuko, akaenda nao moja kwa moja mpaka benki ili aoneshe kwamba uthibitisho kwamba dada yake hayupo tena hai, amefariki, basi benki waweze kumwachia ama apate nafasi ya kutoa pesa hiyo ambayo kwa upande wake yeye alikuwa na shida nayo. Hii ni moja kati ya story ambayo imezua maswali mengi sana kwa uko nchini India, lakini baada ya tukio hilo kutokea, wafanyakazi ambao wako katika hiyo benki wakafanya taratibu za kuwasiliana na polisi ili kuripoti tukio hilo hapo. Sasa mimi na swali la kukuuliza wewe, kwa upande wako unaona ni sawa kwa mwanaume huyu kufanya tukio hilo, kufukua mabaki ya dada yake na kupeleka benki kama uthibitisho kwamba dada yake hayupo tena duniani ili apate kutoa pesa, ama kwa upande wa benki walitakiwa wafanye nini, wamsikilize ama walitakiwa wafanye nini? Kwa upande wako na maoni gani? Niambie hapo kwenye uwanja wa comments.